Tunaendelea na Wizara ya Viwanda na Biashara. Sasa ni zamu ya Mheshimiwa Abeid Ihondo Ramadhan, mbunge wa Singida Kaskazini. Mbunge Abeid Ramadhani Igondo, mbunge wa Singida Kaskazini, anataka kujua serikali na mkakati gani wa kutoa elimu ya mfumo wa stakabadhi ghalani kwa wakulima ili kuondoa changamoto zilizopo Singida Kaskazini. Swali limeelekezwa katika Wizara ya Viwanda na Biashara na Waziri Daktari Selemani Jafo anatoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia bodi ya usimamizi wa stakabadhi ya gara, yani WRB, na wadau wengine katika mnyororo wa mfumo wa stakabadhi za gara ulibaini uwepo wa changamoto ya uelewa kuhusu mfumo unaofanya kazi kwenye baadhi ya maeneo, hivyo kupelekea kuunda kwa timu maalum ili kutoa elimu katika mikoa ya Singida, Manyara na Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu kuhusu mfumo wa stakabadhi za gara ilitolewa na itaendelea kutolewa katika ngazi za halmashauri na kata zote nchini zinazozalisha mazao mbalimbali ikiwemo dengu na mbaazi. Katika mkoa wa Singida, ikiwemo jimbo la Singida Kaskazini, katika kata ya Mwasawia na Masange, zoezi hilo litatoa elimu kuhusu matumizi ya mfumo huo, litakuwa endelevu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Abeid Ihondo Ramadhan. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa niulize maswali mawili ya nyongeza pamoja na hayo majibu mazuri ya serikali. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na juhudi hizo ambazo zimefanywa na serikali, lakini kuna AMCOS ambazo hazikulipwa. Kwa hiyo kumekuwa na kucheleweshwa kwa malipo ambayo sasa imefikia mpaka sasa kwa msimu uliopita wa 2024 mpaka sasa bado wananchi wanadai, ikiwemo AMCOS ya Ngamu pamoja na ya Ngimu. Wananchi wamekuwa wakidai na hawajapatiwa malipo mpaka sasa. Sasa ni utaratibu upi uliopo kwa ajili ya kuhakikisha swala hili la kucheleweshwa malipo linaondolewa, lakini pia na hawa ambao hawajalipwa walipwe? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maghala mengi hayajasajiliwa, swala ambalo linawapa usumbufu mkubwa sana wananchi. Ni ghala moja tu la Mtingo limesajiliwa, lakini maghala ya Modeda, Makuro, Kinyeto, Ngimu, Mwasauya hayajasajiliwa. Kwa hiyo sasa wananchi wanapata shida kuweza kwenda kupeleka mazao yao. Sasa ni utaratibu upi unafanyika wa haraka kuweza kuyasajili maghala haya tunapoelekea kwenye huu msimu wa mwaka huu wa mauzo ya biashara, ikiwemo ni pamoja na kuweka uwazi kwenye minada, manake minada ile inafanywa kwenye mtandao na wananchi wengi wanatumia viswaswadu ambavyo hawawezi kupata access to information. Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba kumpongeza ndugu yangu Abeid, Mheshimiwa mbunge, kwa kazi kubwa anaifanya. Mheshimiwa Spika, kwa kazi yao waliofanya, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba niweke rekodi vizuri. Kwanza, katika kipindi kilichopita waliuza tani 16,900 ambapo fedha hii ilikuwa ni dengu peke yake. Zaidi ya bilioni 30.5 zilienda kwa wananchi. Kwa hiyo hii ni faraja kubwa sana. Lakini hivi karibuni mpaka juzi swala zima la ufuta tayari wameshakusanya karibuni tani 1,800 ambazo zina gharama shilingi bilioni 4.4. Hizi zote fedha kwa upande wa wananchi. Katika upande huu sasa AMCOS ambazo wananchi bado hawajalipa, ngoja tulifanyie kazi tulitafutie. Kwa sababu katika rekodi zetu tulikuwa tunafanya compliance maeneo yote. Ilionekana katika kipindi kilichopita maeneo ya Kiela ndio yalikuwa na changamoto kidogo, lakini hata hivyo ilifanywa kazi. Sasa hili swala la Singida ngoja tulifanyie kazi tuone wapi changamoto ilijitokeza. Lengo kubwa tuhakikishe kwamba watu ambao wanapata haki yao ya msingi. Na hili naomba nimwagize mtendaji mkuu wa magara Asengi Bangu afuatilie haraka na ulipe mrejesho. Lengo letu ni kwamba wananchi waweze kupata fursa yao ya kimaendeleo. Lakini upande wa magara ambao hajasajiliwa, taasisi yetu ya bodi ya stakabadhi gara inafanya hii kazi. Na sasa hivi tumesajili magara mengi, lakini hata hivyo magara ambayo tumesajili sasa hivi mengine tumewekea CCTV kamera. Kwa lengo ni kwamba tuna track information zote katika real time data. Katika eneo hili la upande wa Singida, tena nimwagize mkurugenzi Bwana Bangu afuatilie kwa haraka kuhakikisha magara yote ambayo hajasajiliwa yaingizwe katika mfumo. Lengo letu kubwa wananchi waweze kuuza mazao yao kupitia mfumo huu ambao una faida kubwa sana katika nchi yetu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.